Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Emmanuel Nchimbi akizungumza kwenye mtandao wa kijamii wa X ametoa kauli nzito kuhusu mchakato wa katiba mpya nchini, ambapo amesisitiza kuwa Watanzania wote wanapaswa kuendelea kuipambania ajenda hiyo ili iweze kupatikana kwa maslahi ya taifa. Kauli hiyo ya kiongozi huyo mwandamizi wa serikali imezua mjadala mpana na mzito ndani ya medali za kisiasa na miongoni mwa wananchi, kwani imetafsiriwa na wadau mbalimbali kama wito rasmi unaoelezea kuwa jukumu la kuisukuma na kufanikisha ajenda hiyo ya mabadiliko ya sheria mama alipaswi kuachwa mikononi mwa serikali kuu au chama tawala pekee, bali linahitaji nguvu za pamoja na kila mwananchi na wadau wote wa demokrasia. Kujitokeza kwa msisitizo huu kutoka kwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Emmanuel Nchimbi kunaleta mwelekeo mpya katika mijadala ya kisiasa kuhusu hatima ya mchakato huu ambao umekuwa ukisubiriwa kwa muda mrefu na Watanzania. Mjadala huu unaingia katika awamu mpya kwa sababu kauli hii inatoka kwa kiongozi mwenye dhamana mkubwa kwa taifa na serikali, jambo linalofanya kauli yake ibebe uzito wa kipekee na kuibua maswali mengi kuhusu namna chama tawala kinavyopanga kusimamia ahadi zake za kiutawala na kikatiba kuelekea vipindi vijavyo vya uongozi wa nchi. Hata hivyo, kufuatia kauli hizo za kiongozi wa ngazi ya juu serikalini, mwenyekiti wa jumuiya ya vijana wa Chama cha Mapinduzi Taifa Mohamed Kawaida aliwachapisha ujumbe mrefu na mzito kwenye mtandao wake wa kijamii wa Instagram. Ujumbe huo uliweka msisitizo mkubwa katika umuhimu wa kuheshimu taasisi, maamuzi ya pamoja na nidhamu ya chama, huku akiambatanisha kipande cha video kilikimwonyesha aliyekuwa mwenyekiti wa kamati ya ilani ya Chama cha Mapinduzi mwaka wa 2025 Profesa Kitila Alexander Mkumbo akifafanua kuwa katiba mpya ni ahadi rasmi ya chama hicho na Rais Samia Suluhu Hassan kwa kipindi cha miaka mitano kuanzia mwaka wa 2025 hadi mwaka wa 2030. Katika maelezo yake ya kina yaliyosambaa kwa kasi, mwenyekiti wa jumuiya ya vijana wa Chama cha Mapinduzi Mohamed Kawaida ameeleza na kuleta uwazi kuwa chama hicho kiko imara na chenye misingi thabiti, akipaswi kabisa kujengwa juu ya uwezo au matakwa ya mtu mmoja mmoja. Amesisitiza kuwa uimara wa taasisi ya kisiasa unategemea misingi ya mfumo thabiti na uongozi wa pamoja, akitoa onyo kali dhidi ya kile anachokiita ubinafsishaji wa madaraka au personalization of power, hali inayojitokeza pale ambapo maslahi binafsi ya viongozi au makada wanapoanza kupewa uzito mkubwa na kuwekwa mbele kuliko uhalali na maamuzi rasmi yaliyofanywa na taasisi husika. Mwenyekiti huyo wa vijana ameenda mbali zaidi kwa kueleza kuwa viongozi wote waliokasimiwa madaraka wanapaswa kutanguliza mbele maamuzi yaliyofanywa na vyombo rasmi vya chama. Kawaida amebainisha kuwa michakato yote ya ndani inayotumika kupima uadilifu, uwajibikaji, uaminifu pamoja na uwezo wa viongozi si adabu wala uonevu, bali ni sehemu ya misingi na halali ya utaratibu wa kidemokrasia ndani ya chama. Mfumo huo unakusudia kulinda misingi ya uwajibikaji na kuhakikisha kuwa hakuna kiongozi anayejisikia kuwa yuko juu ya mamlaka au misingi iliyowekwa na taasisi hiyo ya kisiasa. Uchambuzi wa ujumbe huu unaonyesha kwa uimara wa chama tawala hauko katika uwezo wa kiongozi mmoja kujitengea taswira binafsi au umaarufu mbele ya umma, bali uko katika uwezo wa taasisi yenyewe kusimamia nidhamu ya hali ya juu, kulinda maamuzi yake ya pamoja na kuhakikisha kuwa uongozi unabaki kuwa chombo cha taasisi badala ya kukimilikisha mtu mmoja.
Kawaida amebainisha kuwa chama cha siasa ni taasisi inayojengwa juu ya misingi ya utaratibu wa ndani, uwajibikaji wa pamoja, nidhamu ya chama na mfumo wa uongozi wa kolektifu pamoja na maslahi ya wengi na ya taifa yanapewa kipaumbele juu ya muda wote. Maelezo hayo yanaweka wazi kwamba uimara wa taasisi yoyote ya kisiasa haupimwi kwa umaarufu au ushawishi wa mtu mmoja ndani ya jamii, isipokuwa unapimwa kwa uwezo wake wa kulinda utaratibu, utamaduni na maamuzi ya pamoja. Pale ambapo viongozi au makada wanapoanza kutanguliza malengo na tamaa zao binafsi kuliko maamuzi ya taasisi, ndipo kinapojitokeza kitendo cha kubinafsisha madaraka. Hali hii inapotokea, maslahi ya mtu binafsi hupewa uzito na dhamana mkubwa kuliko uhalali wa taasisi katika utawala wa umma, jambo ambalo lina madhara makubwa kwa ustawi wa mfumo nzima wa kisiasa. Katika kueleza madhara ya tabia hiyo ya ndani ya mfumo wa uongozi, imeelezwa kwa hali ya kutanguliza maslahi binafsi na kudharau maamuzi ya taasisi hudhoofisha mshikamano wa kisheria na kiutendaji. Hatua hiyo inapunguza kwa kiasi kikubwa imani ya wananchi kwa taasisi husika na kusababisha hatari kubwa ya kujitokeza kwa migawanyiko ya ndani katika mfumo mzima wa uongozi. Chama cha siasa chenye mizizi imara na isiyosambaa kote nchini uhifadhi kumbukumbu zake za kitaasisi, utunza utamaduni wake wa kisiasa na utumia mifumo yake ya ndani kupima uadilifu, uaminifu na uwajibikaji wa viongozi wake bila kuogopa wala kupendelea mtu yeyote. Ndiyo maana kwa kutazama mtazamo wa kitaasisi, mchakato wa kuchambua, kupembua na kuwatathmini viongozi si tendo la kuwakomoa au kuwapunguza nguvu, bali ni sehemu muhimu ya uwajibikaji wa kitaasisi, demokrasia ya ndani na uongozi wa kupokezana madaraka kwa njia za utaratibu. Mfumo huu unahakikisha kuwa wale tu wanaotembea na kutenda na maadili, misingi na utamaduni wa taasisi ndio wanaopewa na kuendelea kubeba dhamana kubwa ya uongozi, huku wale wanaotanguliza maslahi yao binafsi wakijitenga wenyewe na misingi yaliyopewa kuisimamia na kuitetea mbele ya umma. Mwenyekiti wa jumuiya ya vijana wa Chama cha Mapinduzi Mohamed Kawaida amemalizia maelezo yake kwa kusisitiza kuwa aamini kwa dhati kuwa Chama cha Mapinduzi kinaendelea kujengwa juu ya misingi ya taasisi imara, nidhamu ya hali ya juu, uwajibikaji wa pamoja na uongozi unaotanguliza maslahi ya chama na taifa kuliko maslahi binafsi. Nguvu ya taasisi hiyo iko katika uwezo wake wa kuhifadhi utamaduni wake wa kisiasa, kusimamia taratibu zake zote bila ubaguzi au upendeleo wowote, na kufanya maamuzi madhubuti yanayolinda uhalali na mwendelezo wa uongozi bora kwa ajili ya usalama na maendeleo ya nchi.